Njia panda sehemu ya kwanza. Wanasema katika maisha kila mtu ana historia ya safari ya maisha yake. Wengine wakiwa na historia nzuri za maisha yao, wengine wakiwa na historia za kutisha na kuhuzunisha, lakini wengine hata wajui ni kipi ambacho kinaendelea katika maisha yao. Lakini yote kwa yote, kila mtu ana njia yake ya kutatua changamoto anazozikabili, iwe njia sahihi au sio sahihi. Lakini wale watu ambao walifanikiwa kutatua changamoto zao kwa njia iliyo sahihi, basi na maisha yao yakaendelea kuwa katika amani na upendo na kuwa wafariji wazuri kwa kutoa shuhuda za matatizo yao na namna gani walitumia changamoto kwa fursa na kuwapa imani wale watu waliokata tamaa kwamba kuna maisha baada ya matatizo, changamoto za kidunia na mambo mengi kibao ambayo yanaweza kupelekea mtu kukata tamaa ya maisha, iwe katika ndoa, kazi au katika familia. Lakini wale ambao walitumia hisia zaidi katika kutatua changamoto zao walizopitia, wakajikuta wametatua shida zao pasipo kufuata njia sahihi au kufuata ushauri kwa watu wasio sahihi. Ndio maana mara nyingi hujikuta akiwa matatizoni au kujutia kile walichokifanya hapo kabla katika maisha yao yote. Kuna kipindi kama binadamu unapitia wakati mgumu, hata ujui ni nini ukifanye na kipi usikifanye, lakini mwisho wa siku unabaki njia panda, hali inayopelekea kutafuta ushauri kwa ndugu, jamaa na watu wako wa karibu, angalau kwa ushauri wao wakusaidia kutoa mzigo mzito wa mawazo ulioubeba. Tedi, mimi nina mengi niliyopitia katika safari ya maisha yangu ya ndoa, lakini kuna kosa ambalo nililifanya limeniweka njia panda. Huenda msikilizaji, kwa namna moja ama nyingine, mwisho wa simulizi hii ukaweza kunishauri ni kipi ambacho nikifanye. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Tedi anaanza kutueleza kisa na mkasa kilichompata katika safari ya maisha yake. Ni kosa lipi ambalo Tedi anasema alilifanya mpaka sasa analijutia? Ni kwa nini alilifanya? Andamana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Basi Tedi anaanza kutueleza. Anasema, kwa majina yangu nafahamika kama Tedi Mhagama. Ni mzaliwa wa mkoa wa Ruvuma katika wilaya Songea, mtaa wa Ruvuma. Kwa sasa mimi nina umri wa miaka 32 kwa sasa. Mimi ni mama watoto wawili. Nyumbani kwetu tupo wawili tu, mimi pamoja na kakangu wa kwanza anayefahamika kwa jina la Uledi, na mimi ni mtoto wa pili katika familia yetu. Maisha ya nyumbani kwetu ni ya kawaida, si maskini wala si matajiri. Tuna maisha ya kati tu, maisha ya kubadilisha mboga na kula milo 3 kwa siku. Kiufupi, tunaishi maisha ya kawaida tu. Lakini Tedi, mimi kabla sijaingia katika maisha ya ndoa, nilikuwa ni binti mzuri. Nilikuwa ni binti kigori, vijana wa sasa wanaita piskali. Kiukweli Mungu ameniumba kinamna yake. Ni wengi ambao nilikuwa nikisikia wakinisifia kwamba mimi nimebarikiwa sana uzuri. Si uzuri tu, hata shepu ya kike nilikuwa nayo, kiasi cha kuwafanya vijana wengi pamoja na wanaume wengi wa Kwale kupaparika na mimi. Lakini kutokana na maadili ambayo nilikuwa nimefunzwa na wazazi wangu, sikuweza kukurupukia maisha kwa kuweza kutapatapa na wanaume ovyo ovyo. Elimu yangu mimi ni kidato cha 4. Sikufanikiwa kuendelea na elimu ni kwa sababu nilikuwa nimefeli. Na hata hivyo sikutaka tena kusoma. Hivyo nilikuwa najishughulisha tu na biashara ndogo ndogo. Kangu yeye amefanikiwa kusoma. Tayari kwa sasa naye pia ana mke pamoja na watoto. Kwa hiyo muda mwingi anakuwa busy kuihudumia familia yake. Na mimi mara nyingi huwa sipendi kuwa tegemezi sana katika familia yangu. Basi baada ya mimi kumaliza kidato cha 4, nikaanza kujishughulisha na biashara ndogo ndogo pale nyumbani. Kama unavyojua, kwa binti yoyote yule ni lazima atasumbuliwa na wanaume tofauti tofauti, lakini swali linakuja ni kumpata tu yule mwanaume ambaye atakuwa sahihi katika safari ya maisha yako. Na mimi ndicho ambacho kilinikuta Tedi mimi. Tedi mimi niliwakataa wanaume wengi sana. Yaani kila mwanaume ambaye alikuwa anakuja kwa upande wangu kunichumbia, kiukweli nilikuwa sijaridhika naye. Hata sijui nilikuwa nataka mwanaume gani, lakini nilikuwa sihitaji mwanaume tajiri sana wala maskini sana. Nilikuwa nahitaji tu mwanaume ambaye anaweza kujishughulisha, mwanaume mpambanaji, mwanaume ambaye anaweza kunipa furaha ya maisha yangu.
Nilitafutwa na wanaume wenye vipato tofauti tofauti, lakini wengi niliwakataa. Wengine walijaribu kutumia pesa zao kama njia ya kuninasa, lakini niliwakataa. Katika kupita kwangu, hatimaye nikaja kudondokea katika mikono ya kaka mmoja hivi ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Ramson. Ramson alikuwa ni kijana mtanashati, ni kijana anayevutia, ni kijana ambaye alikuwa anajishughulisha na kuuza viatu vya mitumba. Kila siku alikuwa anapita katika biashara yangu, kwa sababu mimi kipindi hicho nilikuwa na umri wa miaka 22 tu, na nilikuwa najishughulisha na biashara ya kuuza vipodozi. Basi kama ilivyo kawaida, nisingeweza kumkubali Ramson mara moja tu, naye nilitaka apate ugumu wa kuweza kunipata, ili hata siku akija kunipata, yani anione kwamba mimi ni kitu cha thamani sana katika maisha yake. Basi nikiwa na umri wa miaka 22 nikaanzisha uhusiano wa kimapenzi na Ramson. Nilianzisha mahusiano haya ni kwa sababu nilimuona Ramson alikuwa ni mwanaume sahihi sana kwangu. Ni mwanaume ambaye alikuwa na ndoto kubwa sana kwangu. Ni mwanaume ambaye alionekana hakunitamani vile ninavyoonekana kwa muonekano wa nje. Alinipenda kutoka ndani ya moyo wake, na alithibitisha hilo baada ya kunipeleka nyumbani kwao, na mimi pia nikampeleka nyumbani. Lakini nyumbani kwetu, baada ya kumpeleka Ramson, wazazi wangu walimpa masharti kwamba hatakiwi kukutana na mimi kimwili hadi siku ambayo atabahatika kunioa. Lakini Ramson, kwa kuwa alikuwa na lengo zuri na mimi, ni ukweli alinivumilia. Tulidumu katika mahusiano kama miaka 2 hivi pasipo kukutana kimwili, hali iliyonipelekea mimi nikamwamini sana Ramson. Lakini kama ilivyo kawaida, wapenzi kuchati, wapenzi kuzungumza maneno yenye upendo na furaha ndani yake, ilikuwa ni kawaida yetu. Mara nyingi Ramson alikuwa akipenda kunitumia jumbe nzuri za kimahaba. Nakumbuka siku moja nikiwa nimelala nyumbani, Ramson alinitumia ujumbe, "Mambo Teddy." Nikamwambia, "Poa Ramson, vipi unaendeleaje?" Akaniambia, "Mimi naendelea vizuri, niko poa kabisa. Hofu kwako kipenzi changu, kipenzi cha moyo wangu, uliyeteka hisia zangu." Nikamwambia, wewe Ramson, wewe ujue unazidi kunichanganya mwenzako. Yaani sijawahi penda mwanaume kama ambavyo nimekupenda wewe. Ramson akaniambia, "Najua, na ndio maana nikakuchagua wewe. Uwe wangu peke yangu kipenzi changu. Unajua kipenzi changu Teddy, moyo wangu umebeba hisia nyingi juu yako. Siwezi kuzimaliza kukuambia kwa maneno wala maandiko. Teddy wangu, naomba utambue tu kwamba mimi si tajiri sana kama ambavyo walivyo wanaume wengine au vijana wengine, lakini nakupenda sana mwenzako. Siwezi kuishi vyema bila uwepo wako. Nakupenda sana mmiliki wa moyo wangu wewe Teddy. Utaniua mtoto wa mwanamke mwenzio." Nikamwambia, wewe unajua Ramson, una maneno mazuri sana ambayo huwa yananifanya nijisi nipo katika dunia nyingine. Akaniambia, "Kwa nini mpenzi wangu?" Nikamwambia, "Ni maneno yako tu ndio ambayo huwa yanazidi kunichanganya. Yaani kadri unavyozidi kunipa maneno yako haya matamu, unanifanya nisione mwanaume mwingine tena katika ulimwengu huu." Ramson akaniambia, "Ndio hivyo kipenzi. Sasa naachaje kukupenda mwanamke mzuri kama wewe, mwanamke wa ndoto zangu. Kila sekta umejaliwa, na huwa nikipita hapo dukani kwako huwa naona wanaume ambavyo wanajikwaa sana kwako, na isitoshe usikute una wateja wengi wa kiume kuliko wa kike." Nikamwambia, Ramson, huo sasa ni wivu. Sasa nawezaje kuwa na wateja wa aina moja jamani? Kwani wewe wakati unauza viatu huwa unakuwa na wateja tu wa kike jamani? Si wanakuwa wateja mchanganyiko? Ramson akanambia, "Ndio nafahamu, lakini inafuatana. Sasa wewe binti mrembo kama wewe, alafu uko peke yako, wewe unafikiri wanaume wenye pesa zao hawataniibia kweli?" Nikamwambia, "Hapana kipenzi changu, mimi nimetulia kwako. Mimi ni ndege tu niliyetulia katika kiota chako. Naomba kila siku uendelee kunibeba katika mbawa zako. Nitaruka nawe popote pale utakaporuka. Nitasimama nawe popote pale utakaposimama. Niamini kipenzi changu." Ramson akasema, "Wao, asante sana mpenzi wangu. Nafurahi kusikia hivyo. Nafurahi kusikia kwamba nina mwanamke ambaye naye ananipenda vile nilivyo." Nikamwambia, "Sawa." Lakini akanambia, "Unajua Teddy, kuna rafiki yangu mmoja hivi ambaye anaitwa Alexi. Unajua Alexi huyo ni msili wangu sana. Tumetoka mbali. Na isitoshe huyo Alexi ndiye ambaye alinileta hapa mjini. Kwa hiyo huwa namchukulia kama kaka yangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba nije nikutambulishe siku ukipata nafasi." Nikamwambia,
sawa, kama wewe umeamua unitambulishe kwa rafiki yako na unamwamini, mimi ni nani hata nikataa kipenzi changu. Akaniambia sawa, asante kwa kukubali ombi langu. Nikamwambia karibu kipenzi. Basi baada ya kuongea mambo mengi mimi pamoja na mpenzi wangu Ramson, hatimaye tukaagana, kisha mimi nikalala. Na ilipofika asubuhi nikakutana na ujumbe mzuri kutoka kwa kipenzi changu Ramson. Ramson alinitumia ujumbe hivi: hello suti yangu Teddy, natumaini umeamka salama. Mwenzako mimi Ramson, roho yote haina amani mpaka nijue una hali gani. Basi nikutakia asubuhi njema wangu Hayuni, mwanamke ulekaa mwangu mbavuni na kupenda daima katika maisha yangu yote. Niko hapa kwa ajili yako kipenzi changu, nikutakie asubuhi njema. Yani hata ungekuwa wewe kwa jumbe tamu kama hizi, yani usiku unatumia ujumbe mzuri kwa ajili ya kukulaza unono, na asubuhi unatumia ujumbe mzuri kwa ajili ya kukutakia siku njema na asubuhi njema. Hata ungekuwa wewe ungemwacha kweli mwanaume kama huyo Ramson? Kiukweli mwanaume huyu aliziteka sana hisia zangu. Nikamtumia ujumbe, asante baba, yani naisubiri hiyo siku ambayo mimi na wewe tutakuwa mke na mume. Ramson akanijibu tena kwa ujumbe, akasema oh wow, nikajua umelala kipenzi changu, kumbe umeamka. Nikamwambia nitapata wapi nguvu za kulala kipenzi, wakati unajua kwamba ni lazima tutafute pesa. Wewe ukipata 100 na mimi nikipata 100, tukijumlisha ni 200, hatuwezi kukosa wote kipenzi changu. Na ukizingatia tupo tuna malengo makubwa mimi na wewe ya kuanzisha safari ya maisha yetu. Tunatakiwa tujijenge tukiwa bado vijana. Ramson akaniambia wow, huwa anapenda sana mwanamke mwenye akili kama zako, na nafikiri Mungu amenipa zawadi ya mimi kuwa na wewe. Nikamwambia sawa Ramson. Basi akaniambia nimekumbuka kipenzi changu, unajua jana ukunipa jibu kwamba ni lini utakuwa na muda ili nikukutanisha na rafiki yangu Alex. Nikamwambia jamani Ramson, huyo Alex amekupa nini? Mbona unaonekana unampenda sana huyo kakako? Ramson akanambia yani nampenda kwa sababu hujui tu huyu mtu ni wa aina gani. Yani mpaka nimeamua nikukutanishe naye, ni mtu ambaye namwamini sana sana sana. Uwezi jua kuna siku naweza nikasafiri nje ya mkoa. Yeye akawa ananilindia mali yangu, kwa hiyo abiria anachunga mzigo wangu. Nikamwambia okay sawa. Basi mimi mida saa 12 nitakuwa na muda, kwa hiyo nitakwambia ni sehemu gani ambayo tukutane. Akaniambia sawa mpenzi wangu, basi jiandae nenda kazini. Nikamwambia basi sawa. Lakini nikawa najiuliza mambo mengi sana. Kwa nini Ramson anamwamini sana huyo rafiki yake kiasi cha kwamba analazimisha mimi na yeye ni lazima tuweze kukutana ili aweze kunikutanisha na tufahamiane mimi pamoja na huyo rafiki yake Alex? Ila akili nyingine kaniambia kwamba ni kweli kama alivyosema kwamba Alex ni kama kaka yake hapa mjini, hivyo ni mtu ambaye anamwamini. Nikasema sawa, kwa kuwa ni kaka yake hapa mjini, basi nitakuwa nimepata shemeji bora sana. Kama mchumba wangu anamwamini kiasi hicho, basi hata mimi sina budi kuweza kumwamini. Basi ilipofika jioni nikampigia simu mpenzi wangu Ramson. Basi baada ya kupiga simu ikapokelewa. Akaniambia halo kipenzi changu, vipi umeshindaje za kazi? Nikamwambia ni nzuri tu Ramson, na ndio nilikuwa nataka nifunge, vipi unaweza ukafika hapa dukani? Akaniambia sawa, ila mimi nilikuwa napendekeza twende sehemu tupate vinywaji ili tuongee vizuri. Nikamwambia no Ramson, naona dukani hapa ni sehemu sahihi zaidi. Kwa hiyo unaweza kumleta huyo Alex kwa kuwa umesema unamwamini, ili hata siku nyingine akiwa anapita kuja kunisalimia dukani shemeji yake, sio kwenda katika sehemu zingine. Itakuwa sio vizuri na kwa kama humwamini tena rafiki yako. Akaniambia ila nalo hilo ni neno, kwa sababu siku unaweza kupata changamoto au mimi nikapata changamoto na ikashindwa hata mtu wa kumwagiza mtu wa karibu. Akaniambia haina shida kipenzi changu, nimeelewa mama. Nikamwambia sawa. Basi mida saa 1 hivi Ramson pamoja na rafiki yake Alex walifika. Na Alex pia alikuwa ni kijana mtanashati, alikuwa ni kijana mpole, kijana ambaye hana maneno mengi. Basi baada ya kufika Ramson akaanza utambulisho. Akamwambia Alex, ninavyokuambia kwamba nimepata chombo, ulijua nakutania. Hichi si chombo cha mtumba bwana, ni chombo oji kabisa. Alex akaniangalia akasema ongea na ndugu yangu, nimeona kweli umechagua, hakika huyu mnaendana. Naombea kwa Mungu mfanikishe safari yenu ya ndoa katika maisha yenu. Ramson akasema asante kaka. Kisha Ramson akanigeukia na kuniambia Teddy kipenzi, huyu ndio Alex,
ndio yule ambaye nilikwambia huyu ni zaidi ya ndugu, ni zaidi ya rafiki kwangu. Yaani shida yangu shida yake, shida yake shida yangu. Tumetoka mbali sana. Yaani japo hatujatoka katika kijiji kimoja, lakini tumekuwa ni zaidi ya ndugu. Nikamwambia sawa, nafurahi sana kukufahamu shemeji yangu Alexi. Alexi akaniambia haina shida shemeji, lakini pia hata kama wewe utakuwa na shida, kwa kuwa tayari nimeshajua kama wewe ni shemeji yangu, usiwe na hofu. Unaweza ukanitafuta tu na namba yangu atakupa mpenzi wako. Nikamwambia sawa, haina shida. Basi siku hiyo tuliongea mambo mengi sana, mimi pamoja na Ramson pamoja na Alexi. Maisha mengine yaliendelea. Tukajadili mimi pamoja na mpenzi wangu Ramson kwamba ni wakati sasa wa mimi na yeye kuweza kuoana. Kama kuchunguzana, basi tumechunguzana sana. Ramson alionekana si mtu wa wanawake wengi, na mimi nikazidi kumpenda, na alifuata sharti la mimi na yeye kutokukutana kimwili. Hata wazazi wangu walifurahi sana kwa mimi kumpata mwanaume mwenye maadili kama huyu. Ni mara chache sana kwa karne hii kumpata mwanaume mwenye maadili kama huyu. Wengi huwa wanapenda kuonjea jikoni kwanza kabla chakula hakijafika sebuleni. Basi mipango ya ndoa yote ikakamilika. Ramson pamoja na wazazi wake wakaja nyumbani wakatoa mahali, na mipango mingine ya ndoa ikaendelea. Baada ya miezi 6 hivi, mimi na Ramson tukawa rasmi mke na mume. Katika ndoa tulikaa kama miaka 2 hivi pasipo kupata mtoto, lakini tulikuwa tunajipa matumaini kwamba huenda wakati wa Mungu bado hujafika. Hivyo tukaendelea kujipa moyo kwamba ipo siku na sisi tutapata mtoto, kwa sababu mimi kipindi hicho nilikuwa na umri wa miaka 26 na Ramson alikuwa na umri wa miaka 35, lakini kwa kuwa tulikuwa tunapendana hakuna kitu ambacho kilibadilika. Lakini baada ya kukaa kama miaka 2 hivi na miezi 5, hatimaye Mungu akanijalia nikashika ujauzito wa kwanza. Hatimaye na mimi nikawa mama kijacho. Lakini hali iliyonishtua zaidi, baada ya mimi tu kumwambia mume wangu Ramson kwamba ni mjamzito, Ramson alibadilika sana. Hakufurahia kabisa zile taarifa za mimi kushika ujauzito. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni usiku, wakati tumemaliza kula, nikamwambia mume wangu kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Akaniambia usitie shaka mke wangu, niambie ni kitu gani hicho. Nikamwambia unajua leo nimeenda hospitali kupima. Akaniambia umeenda hospitali kupima? Nikamwambia ndio. Akaniambia vipi majibu yanasemaje? Nikamwambia Ramson huwezi amini, hatimaye leo Mungu amejibu maombi yetu. Akasema amejibu maombi? Maombi gani? Nikamwambia amejibu maombi ya sisi kuwa wazazi. Akaniambia tena bado sijakupata, unamaanisha nini? Nikamwambia jamani Ramson, namaanisha kwamba mimi ni mjamzito, nina ujauzito wa mwezi mmoja. Akaniambia unasemaje wewe mwanamke? Nikamwambia ndio. Akaniambia unashikaje ujauzito pasipo kunishirikisha? Nikamwambia Ramson, kukushirikisha kivipi? Wakati unajua ni namna gani ambavyo tumekaa miaka 2 wote tukiwa tuna hamu ya kupata mtoto. Sasa Mungu ametubariki leo nimepata ujauzito, unasema nimekamata ujauzito pasipo kushirikisha? Kweli Ramson, mimi nilifikiri ninavyokupa taarifa hizi utafurahi, utanipa hongera mke wako kwa kukamata ujauzito, eti leo unanikasirikia. Akaniambia bwana, hilo lilikuwa ni tatizo lako, kwa sababu hiyo ndani ya miaka 2 mimi mwenzako nilivyoona ushike ujauzito nilitoka nje ya ndoa, na mwanamke ambaye nilitoka naye tayari ana mtoto na juzi ametimiza mwaka 1. Nikasema unasemaje Ramson? Akasema ndio hivyo. Naam. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Njia Panda. Teddy anaendelea kutuambia ndoa imeanza kuwa chachu. Ni kipi ambacho kitafuata baada ya Ramson kumwambia Teddy kwamba yeye tayari ana mtoto nje ya ndoa? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Njia Panda.